أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wasallam. Tumekusanyika leo katika tafrija za kuuaga mfungo tatu baada ya kuwa tumekwisha kamilisha ibada za haji za mwaka 2025. Tunaye Sheikh Muhammad Jaafar hapo mbele yenu, atatuhadithia kidogo na endapo ikimpendeza atatoa kilma ya kumshukuru Allah kuweza kutekeleza ibada hii kwa mwaka huu, lakini pia anaweza kutupa uzoefu wake na maoni yake endapo kama kuna mabadiliko na labda kama na kitu chochote cha kushauri tunaweza tukamsikia. Karibu Sheikh Jaafar. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Muhammad Jaafar wa Hajj Caravan na uzoefu wa miaka 42 ya hija ya miaka 42. Mashaallah. Nimeanzia Dubai mimi kwa basi, nilikuwa nikifanya kazi na waleta mahujaji kwa njia ya basi. Mashaallah. Kiasi ya miaka 400-500 kisha wakafunga pale. Ndio nikahamia Tanzania. Kutoka Tanzania naleta mahujaji. Mashaallah. Hadafu yetu au nia yetu ni kuhudumia mahujaji. Ndio. Kuelekeza kufanya hija kwa njia ya sheria aliyosema Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na tunahakikisha kila haji anatekeleza ile amali zake kwa mujibu wa sheria. Na alhamdulillah sasa hivi kamati yetu ya hija ikiongozwa na Sheikh Ali Abdallah Talib na kamati yake wanatuhudumia vizuri sana kutoka mwanzo mpaka mwisho na kutupa msaada wa kila aina. Ukianza Tanzania pande ya visa, ukija Madina, ukija Maka, ukija Mashair, sehemu zote, hakika ni tunashukuru sana kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum, kadri utakavyoshukuru basi Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema wa man lam yashkur al-makhluq lam yashkur Allah. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwashukuru ndugu zetu hawa, kamati ikiongozwa na Sheikh Ali Abdallah Talib na kamati yao. Kwa hakika tunapata huduma nzuri sana, na sisi kama group leader na timu yangu tunajitahidi kuwapa mahujaji huduma nzuri zaidi iwezekanavyo. Mashaallah, mashaallah. Naam, kuna malalamiko yote kutoka kwa mahujaji wako, labda kwa kuwa huduma kadhaa zimekuwa dhaifu, au labda kuna haki labda anazikosa, au hakuna malalamiko yote kutoka kwa mahujaji wako? Malalamiko ni upande wa Mina. Ndio. Mina magodoro yaliyowekwa yani bega kwa bega, hata mtu hana nafasi ya kuchukua pumzi. Ndio. Na hatari yake mtu akiwa na ugonjwa flu au ugonjwa yote hatari anaweza kuambukiza kwa wote wale. Ndio. Ya pili kutoka Mina tulipokuwa na mahema, kama serikali angeweka shuttle service. Ndio. Naona anapeleka mahujaji katika Rami Jamarat inarudisha. Peleka kwa sababu pale ni joto sana sasa hivi. Ni kweli. Ndio. Ni kweli. Maoni yangu hapa upande wa Mina, na chakula pia ilikuwa sio ambayo tulikuwa tunategemea sisi. Ndio. Hali hii unadhani imekuwa miaka yote ikijitokezea au mwaka huu tu labda ndio imetokezea hiyo hali? Hali hiyo ni mwaka zote za nyuma zinazopita. Aha. Kila kamati wakiwaambia wanafanya mkataba nao wanaonyesha chakula nzuri, lakini ikija katika wakati wa Mina siku zile kutoa huduma inakuwa sio kama walivyopatana. Aha. Mashaallah. Kwa uzoefu wako wa miaka yote, unadhani kuna kitu chochote ambacho kimebadilika labda? Mabadiliko ni mengi sana toka nilipoanza mwanzo kabisa. Ndio. Ukitazama mwanzo za 1980 ambapo tukienda Mina hata vyoo pia alikuwa hamna, vyoo ya magunia na chini tulikuwa na mapipa. Ndio. Unaona? Ndio. Mina, Arafat, mahema. Lakini mabadiliko makubwa sana yapo. Mashaallah. Makubwa sana. Mashaallah. Una wito gani kwa watu ambao hawajaja kutekeleza ibada ya haji, wakijificha katika kivuli cha kuwa hawajaitwa pamoja na kuwa wana uwezo wao? Unadhani kwamba ni kweli hawajaitwa au hawajapewa maarifa ya kutosha kuhusu ibada hiyo? Kwa hakika hawana taufiki, ya kwanza. Ya pili,
ile nia, watu wengi wanasema haijaja labbaik. Hapana. Labbaik itakuja wewe umeweka nia yako, mimi nataka kwenda kuhiji. Leo watu wengi mimi nawafahamu na wengine wameshaga dunia, nikiwaambia nendeni